Karibu katika simulizi na safari ya uongozi ya Mohamed Musa Mtuliakwaku. Kiongozi huyu ambaye ameweza kuteka headlines sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na hii ni kutokana na uchapakazi wake, jinsi anavyofanya kazi katika utendaji wake kama mkuu wa wilaya ya Uyui mkoani Tabora. Mkuu huyu wa wilaya amebuka katika mijadala ya mitandao mbalimbali ya kijamii, na hii ni kutokana na jinsi anavyofanya kazi. Watu wengi wamekuwa wakimfurahia na watu wengi wakiwa wanamwiga kama wanasiasa wa kuchipukia, wakimuona kama kielelezo cha kumfuata yeye. Simulizi ya Mohamed Musa Mtuliakwaku. Katika muktadha wa Tanzania inayosonga mbele katika kasi ya mabadiliko, jina Mohamed Musa Mtuliakwaku limeanza kutajwa kwa uzito kama sehemu ya kizazi kipya cha viongozi wa umma wanaoamini katika nidhamu, uwajibikaji na maendeleo ya wananchi. Safari yake haijaanza leo kama ilivyo kwa viongozi wengi waliopitia mfumo wa utumishi wa umma. Mtuliakwaku alijengwa taratibu, si kwa makeke bali kwa kazi, subira na kujifunza ndani ya mifumo ya serikali. Kabla ya kuteuliwa kwake kama mkuu wa wilaya ya Uyui mkoani Tabora, alihudumu kama katibu tawala wa wilaya yani DAS katika wilaya ya Kwimba. Nafasi hiyo inayohitaji umakini mkubwa, nidhamu ya juu na uwezo wa kusimamia shughuli za serikali kwa karibu zaidi na wananchi. Uzoefu huu ulimjenga si tu kama mtendaji bali kama msikilizaji wa jamii. Alijifunza kwa vitendo changamoto za wananchi wa kawaida, mkulima, mfanyabiashara mdogo, mamalishe, kijana asiye na ajira, na namna ambavyo maamuzi ya serikali yanavyogusa maisha ya watu wa chini kabisa. Kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Uyui tarehe 2 Septemba mwaka 2024, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alimteua Mohamed Musa Mtuliakwaku kuwa mkuu wa wilaya ya Uyui. Uteuzi huu haukuwa bahati nasibu bali ulikuwa matokeo ya imani ya serikali katika uwezo wake wa kusimamia amani, usalama na maendeleo ya wananchi. Alipowasili Uyui, hakuwasili kama mtawala wa mbali bali kama msimamizi wa dhamana ya wananchi. Katika mkutano yake ya kwanza alionekana akisisitiza mambo matatu makuu: amani, matumizi ya fursa za maendeleo na ushiriki wa wananchi. Kauli na misisitizo yake kwa wananchi katika mojawapo ya mikutano yake, Mtuliakwaku alinukuliwa akisema, serikali imetumia fedha nyingi kuhakikisha huduma za umeme hadi vijijini. Sasa ni wajibu wa wananchi kutumia fursa hii kujiletea maendeleo, si kuiachia ipite, alisema Mtuliakwaku. Kauli hii inaonyesha falsafa yake ya uongozi kwamba maendeleo hayaletwi na serikali pekee bali na ushirikiano kati ya serikali na wananchi. Kwa Mtuliakwaku, miundombinu bila matumizi ni sawa na mbegu isiyopandwa. Pia amekuwa mstari wa mbele kuhimiza amani, utulivu na hasa katika nyakati nyeti za kijamii, kisiasa. Mara kadhaa amesisitiza kuwa maendeleo hayawezi kupatikana bila amani na amani huanza na wananchi wenyewe, alisema Mohamed Musa Mtuliakwaku. Hii imemfanya tambulike kama kiongozi anayejenga daraja kati ya mamlaka na jamii badala ya ukuta wa hofu. Taswira ya uongozi wake. Kwa mtazamo wa jumla, Mohamed Musa Mtuliakwaku ameonekana kama kiongozi anayethamini nidhamu na uwajibikaji, anayeamini katika maendeleo yanayoanzia kwa wananchi, anayetumia lugha kwa kushawishi, si kuimarisha pekee, anayeona nafasi ya uongozi kama dhamana, si heshima tu. Ingawa taarifa za kina kuhusu maisha yake ya awali kama kuzaliwa, utotoni wake, elimu hazijakuwa wazi kwenye kumbukumbu za umma, mwenendo wa kazi unaonesha wazi kuwa amepitia malezi ya nidhamu, elimu, utumishi wa umma, mafunzo ya vitendo yaliyojengwa kwa muda. Hitimisho, hadithi ya Mohamed Musa Mtuliakwaku bado inaandikwa Uyui na ukurasa mmoja tu katika kitabu chake cha uongozi, lakini kupitia kauli zake, maamuzi yake na namna anavyojihusisha na wananchi, ni dhahiri kuwa anaamini katika Tanzania inayojengwa kwa kazi, amani na matumizi sahihi ya fursa. Ni simulizi ya kiongozi anayekuwa sio kwa maneno makubwa bali kwa vitendo vinavyoacha alama katika jamii. Mimi naitwa Daud_Rizzy. Hii hapa ni Usiku TV. Subscribe ili uwe mwanafamilia yetu wa kwanza ambao utakuwa unapata historia za watu mashuhuri na makala kila wakati na kila muda
hapa hapo Suku TV.